Bwana Yesu asifiwe. Funika macho yako, tumshukuru Bwana. Baba, katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo, asante kwa ajili ya uaminifu wako na fadhili zako kuu na za ajabu mno. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mwaminifu. Sifa yako ni kuwa na rehema daima. Wewe ni Alfa na tena wewe ni Omega. Biblia inasema wewe niko ambaye niko, uliyekuwako, uliyeko na utakaye kuwako na utakaendelea kuwako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya tarehe ya leo, ya tarehe 18 ya mwezi Oktoba katika mwaka huu 2025. Tunaona msimu mpya kwenye maisha yetu na utumishi wetu. Mimi pamoja na mke wangu Tusani yetu na kushukuru Bwana Yesu hata kwa kutufikisha hapa na kutusaidia katika zamu hii tena. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anajoin na anayeshiriki pamoja nasi. Asante kwa ajili ya huyo baba, asante kwa ajili ya huyo kaka, asante kwa ajili ya huyo dada, asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa ajili ya kila moja. Sifa na heshima na utukufu tunakurudishia wewe Baba. Asante, asante Roho Mtakatifu. Ninakosa maneno ya kusema, moyo wangu nasikia kusema tu asante, nasikia kusema asante. Asante Mesia, asante Jehova Shama, asante Elishadai, asante Mungu mwaminifu, asante Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo baba zetu. Asante Mungu unayeishi milele. Asante wewe ambaye ni mkuu sana, wewe ambaye ni mwaminifu Baba, tunakushukuru. Asante. Maandiko yanasema japokuwa mwanzo wako ulikuwa mdogo, lakini mwisho wako utaongezeka sana. Asante kwa kuwa Mungu umetuanzia safari hii siku ya leo. Asante kwa kutukutanisha na huyu baba. Asante kwa kumleta huyu mama. Asante kwa kumleta huyo kaka. Asante kwa ajili ya hii familia. Asante kwa ajili ya hao walioko kitandani saa hii, wamefungua simu zao, wamefungua YouTube hii kusikiliza neno lako. Asante kwa ajili ya kila anayetufuatilia mahala popote pale alipo ulimwenguni. Asante kwa ajili ya watu walio share. Asante kwa ajili ya watu wanao subscribe akaunti hii ya Uzima Gospel TV. Asante Bwana Yesu, asante. Utazame moyo wangu umejaa shukrani, utazame moyo wangu umejaa shukrani. Asante Bwana Yesu. Baba, asante kwa uaminifu wako. Asante. Nina mambo matatu makubwa ambayo nataka kusema na wewe. Jambo la kwanza ni ukaribisho rasmi. Ukaribisho rasmi. Mimi pamoja na mke wangu Tusanie na watumishi wa Mungu katika madhabahu hii na waanzilishi wa maono haya ya Uzima Gospel TV kwa njia ya mitandao ya kijamii kwenye Facebook, kwenye Instagram na YouTube, tunapenda kukukaribisha sana. Hilo ndio neno letu la kwanza tunaloanza nalo, kumkaribisha kila mtu, haijalishi dhehebu lako, dini yako. Ili madhabahu ambayo ni kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo tunakukaribisha sana. Kumbuka hili sio kanisa wala hatujawa na mpango wala maono ya kuanzisha kanisa. Hii ni madhabahu huru kabisa ya kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu aliye hai kwa njia ya mitandao ya kijamii kwa maana ya Facebook, Instagram na YouTube. Na Mungu atatupeleka hatua nyingine kadiri atakavyokuwa anatupeleka. Tutaendelea kuwa tunakuambia na kukushirikisha. Lakini cha kwanza kabisa, mimi pamoja na mke wangu tunakukaribisha. Ngoja nimkaribishe mke wangu pia naye aseme neno la ukaribisho, alafu nitaendelea na kitu cha pili. Ngoja aje awasalimie na awakaribishe rasmi kwenye vipindi vyetu na kwenye madhabahu hii. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Jamani, tunawapenda. Karibuni mshiriki pamoja nasi ibada hii. Ninaamini mtabarikiwa. Asante. Amen. Baada ya mke wangu kuwa amewakaribisha, sasa jambo la pili ulilonalo ni kukuambia juu ya ratiba tutakazokuwa nazo za vipindi. Tutakuwa na vipindi hivi mara 3 kwa wiki.
yaani kila Jumatatu, kila Jumatano na kila Jumamosi, mara 3 kwa wiki. Kila Jumatatu, usisahau, kila Jumatano na kila Jumamosi. Na muda wetu rasmi wa kuanza tutakuwa tunaanza saa 3:30, saa 3:30 usiku mpaka saa 4:30. Ninaamini ni muda mzuri kwa wale ambao mnatufuatilia kutoka mikoani, hasa kwenye mikoa ambayo ina foleni kama Dar es Salaam, unakuwa tayari umeshafika nyumbani, na wengine ambao mnakuwa kwenye maeneo mbalimbali ya kazi, naamini unakuwa ni muda mzuri wa utulivu, umetulia na familia yako au mahali popote kutusikiliza. Kwa hiyo fahamu tu kwamba ratiba rasmi ambayo tutakutangazia itakuwa ni kila Jumatatu, kila Jumatano na Jumamosi, mara 3 kwa wiki, Jumatatu, Jumatano na Jumamosi. Na katika muda rasmi itakuwa ni usiku saa 3:30 mpaka saa 4:30. Huduma hii au madhabahu hii inaitwa Uzima Gospel TV. Uzima Gospel TV. Uzima Gospel TV. Na neno tunalosimama nalo katika utumishi huu na madhabahu hii ni neno lile la kitabu kile cha Injili ya Yohana, ile sura ya 17 na ule mstari wa 3. Leo nataka tu nishare nawe vitu vichache vizuri, na baadaye nitakuombea na utakuwa na usiku wa baraka sana. Injili ya Yohana sura ile ya 17 na ule mstari wa 3, maandiko yanasema namna hii. Biblia inasema namna hii. Injili ya Yohana sura ile ya 17 na ule mstari wa 3. Bwana Yesu alisema maneno haya: na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Katika madhabahu hii kitu ambacho Mungu ametubebesha ni kitu cha uzima, kwa maana ya uzima kimwili na uzima kiroho, uzima kiafya, uzima kwenye uchumi. Yaani kila mahali tutakapokuwa tunagusa tutakuwa tuna target kitu cha uzima, na uzima katika maisha ya sasa na uzima katika maisha yajayo ya milele, kwa maana maisha ya mbinguni. Na sambamba na hilo, katika jambo la 3 kusemesha juu ya neno ambayo tunasimama katika madhabahu hii, tunazo agenda sasa za maombi ambazo nataka tuingie sasa kwenye maombi. Tunazo agenda za maombi ambazo ndio agenda mama zinafungua kipindi chetu na mwanzo wetu wa vipindi hivi kwa njia ya mtandao. Tunazo agenda 6. Agenda ya kwanza ambayo Mungu amenipa, agenda ya kwanza ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wa madhabahu hii ya Uzima Gospel TV. Agenda number 1 tulio nayo ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wa hii madhabahu. Mungu aliyeachilia haya maono ndani yetu. Mimi moyoni mwangu nimejaa shukrani sana. Ninaona Mungu kuna majibu anayaleta kwa ajili ya taifa, majibu kwa ajili ya mikoa, majibu kwa ajili ya wilaya na vijiji. Ninaona majibu kwa ajili ya familia kupitia hii madhabahu. Ninaona majibu kwa ajili ya biashara za watu. Ninaona majibu makubwa mno kwa ajili ya maisha ya watu, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo ninasikia ndani yangu kunyenyekea kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa madhabahu hii ya Uzima Gospel TV kwa njia ya mtandao. Nakumbuka ni watu wengi ambao tunawafikia. Tumekuwa tukizunguka huku na kule kwa ajili ya kazi ya Mungu, tukihubiri mikoani, vijijini, tukisafiri sana kwa sehemu kubwa ya maisha yetu. Kuanzia Januari mpaka Desemba tunasafiri. Lakini sasa Mungu ameamua kutuletea hii madhabahu ili kuwafikia watu wengi katika maeneo mbalimbali kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunahitaji kumshukuru Mungu. Tutahitaji kumshukuru Mungu. Na katika shukrani tutasimama na neno lile la Timotheo wa pili. Timotheo wa kwanza ile sura ya 2. Timotheo wa kwanza ile sura ya 2. Timotheo wa kwanza ile sura ya 2 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema maneno haya. Timotheo wa kwanza ile sura ya 2 na ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema namna hii: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala zifanyike.
dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike. Anasema na shukrani kabla ya mambo yote. Najua kwenye madhabahu kuna watu wataponywa, watafunguriwa, uchumi utapona, vitu vingi vitapona. Nina uhakika na Mungu naye mhubiri kwenye madhabahu, nina uhakika naye, wala sina shaka kabisa. Lakini kabla ya tujaanza kuombea mahitaji yako ulio nayo, vitu kadha wa kadha ulivyo navyo, familia, uchumi na maisha yako kwa ujumla, moyoni mwangu nataka usimame pamoja na sisi kulu Mungu. Biblia inasema Mungu anataka shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Lakini Zaburi ya 92, Zaburi 92 ule mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi 92 ule mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema namna hii. Maandiko yanasema namna hii. Zaburi 92 ule mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema namna hii: ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako, uliye juu. Alafu mstari wa pili anasema kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako, uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Naweza kusema kwamba hii ndio asubuhi ya utumishi wetu katika vipindi vya mitandaoni, kwa maana ya madhabahu hii ya Uzima Gospel TV. Hii ndio asubuhi. Biblia inasema katika asubuhi tunatangaza rehema. Anasema ni neno jema kumshukuru Bwana. Kwa natamani twende mbele za Mungu tukamshukuru. Uwe na hakika tukianza kwa shukrani tutapokea majibu ya vitu vingi sana kupitia hii madhabahu. Tutapokea majibu ya vitu vingi sana kupitia vipindi vyetu vya kila Jumatatu, Jumatano na Jumamosi, saa 3:30 hadi saa 4:30. Tukianza kwa shukrani, maana yake tunafungua mlango wa majibu, mbingu kuachilia, mbingu kusema, Mungu kuachilia neno, Mungu kuachilia uweza wake. Kumbuka, imani haina umbali. Haijalishi unanisikiliza sasa hivi uko Mwanza, uko Geita, uko Dar es Salaam, uko nje ya nchi, kokote kule unakonisikiliza, imani haina umbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ombi letu la pili, naamini unaandika hayo maombi. Ombi letu la pili, tunaenda kuomba kwa Mungu kupewa neema, kupewa neema ya kuanza, kuendelea na kudumu hata mwisho, yani hata wakati wa kuja kwake Bwana. Tupewe neema katika madhabahu ya Uzima Gospel TV. Tunaomba neema pande zote, yani sisi ambao tunasimama kwenye madhabahu, kwa maana ya mimi na mke wangu na watumishi mbalimbali ambao Mungu atatupa kushirikiana nao, lakini na wale ambao watatusikiliza, yani neema ya Mungu iachiliwe. Neema ya kuanza, neema ya kudumu, neema ya kuendelea mpaka Yesu anarudi katika utumishi huu, katika madhabahu. Neema. Kuna watu wanaanzaga vitu wanaishia njiani. Sisi hatuna mpango wa kuishia njiani. Tulipoanza kumtumikia Mungu, leo tuna miaka kadhaa sasa. Tulipoanza kumtumikia Mungu, niliazimu moyoni kwamba sitaacha kumtumikia Mungu mpaka Yesu anarudi. Kwa hiyo na tulivyoanza hii madhabahu na hivi vipindi, na sisi tumeadhimu moyoni na tumemwambia Bwana hatutachoka, hatutakata tamaa, hatutaishia njiani. Kuna watu wengine wanashangaa, mtu anaanza anaishia njiani. Lakini kwa nini? Sisi tunaomba neema. Kwa hiyo tukiomba na ukituombea, kuna vitu vingi Mungu atakuja kuviachilia. Kumbuka leo ni mwanzo wa kuweka msingi wa safari yetu ambayo tutakuwa nayo. Kitabu kile cha Wafilipi sura ile ya kwanza, Wafilipi sura ile ya kwanza na ule mstari wa 6. Wafilipi ile sura ya kwanza na ule mstari wa 6. Paulo aliandika maneno haya kwa watu wa kanisa la Filipi, akasema hivi. Wafilipi sura ya kwanza na ule mstari wa 6, akasema nami niliaminilo ndilo hili. Nini? Anasema yeye, kwa maana ya Kristo, aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Yeye aliyeanza kazi, maana yake Mungu atupe neema, Mungu atupe nguvu ya kuanza, atupe neema ya kuombea watu, neema ya kusema neno lake, neema ya kusimama pamoja na ratiba nyingi tulizo nazo za huduma mikoani na wilayani na vijijini na maeneo mbalimbali tunayozunguka. Lakini Mungu atupe neema
pamoja na majukumu mengi tulio nayo, Mungu atupe neema ya kuianza na kudumu katika kazi hii mpaka siku ile ya unyakuo. Kitabu kile cha Waefeso, angalia Waefeso sura ile ya 3 ule mstari wa 8 na wa 11. Waefeso sura ile ya 3 mstari wa 8 na wa 11. Kumbuka ya maombi unatuombea sisi na unajiombea na wewe, na kuna maombi ya baraka nitakuombea pale mwishoni. Leo utamshukuru Mungu na upako wa kwanza wa siku ya kwanza umekuzukia. Waefeso sura ile ya 3 mstari wa 8 hadi wa 11 anasema hivi. Paulo anasema mimi niliye mdogo, mimi na mke wangu Tusa tunakiri neno hili. Sema sisi tulio wadogo, mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote. Anasema nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Kwa tunaomba Mungu atupe neema ya kuhubiri utajiri wake, kuhubiri uzuri wake, kuhubiri neno lake, kuhubiri habari zake, kuhubiri. Mungu atupe neema. Yuko wapi mama yetu na baba yetu unayenisikiliza? Wako wapi kaka zangu na dada zangu mnaonisikiliza? Yuko wapi wewe unayenisikiliza? Nani unayeweza kusimama na sisi kwenye haya maombi? Tunafurahi ukituombea. Najua kuna watu wengi mmekuwa mkituombea. Tumezunguka huko na huko mikoani, tunaona watu wengi wanavyotuombea, na wengine mnatutafutaka kwenye simu kututia moyo. Baba, wewe ni mtu wa thamani kwenye maisha yetu. Wewe ni mtu wa maana. Hata kama unatuombeaga dakika 2, dakika 1, hata kama ni mara moja kwa mwezi, mara moja kwa mwaka, ile tu kwamba unatuwazia ushindi, sisi tunamshukuru Mungu kwa ajili yako. Kwa hiyo na leo sasa tuungane pamoja kumwambia Mungu atuvike neema, atupe neema ya kufanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na kuangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilistirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hilo ni ombi letu la pili. Ombi letu la pili ni kuomba kupewa neema ya kuanza, kuendelea na kudumu katika utumishi huu, katika vipindi na madhabahu hii hata Yesu atakaporudi. Ombi la tatu ambalo Mungu amenipa katika siku hii ya kwanza yetu ya maombi, ombi la tatu ni hili: kufungua malango. Kuomba Mungu kwamba atufungulie malango, kufungua malango ya sisi watumishi wake, na malango ya madhabahu hii ya Uzima Gospel TV. Mungu aifungulie malango yake yafunguke, sisi watumishi wake malango yafunguke, na madhabahu hii, malango ya madhabahu ifunguke kwenye mitandao yote ya kijamii. Watu wafuatilie kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye YouTube na mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini malango yafunguke kwenye miji tupokee, miji mbalimbali. Malango yafunguke kwenye mataifa, tuone kule Kongo, kule Malawi, kule Zambia, Kenya, Amerika na mataifa yote ulimwenguni. Uzima Gospel TV inapenya kwenye malango. Mungu afungue malango kwenye familia za watu zisikilize Uzima Gospel TV. Kama ambavyo televisheni zingine zinasikizwa karibu kila familia, ndivyo ambavyo na Uzima Gospel TV Mungu afungue malango kwenye kila familia. Sisi leo tunabisha hodi kwenye familia yako. Kwa nini? Tunalo neno Mungu ametupa. Kuna vitu Mungu amenipa huku ndani vingi ambavyo sani kunyamaza. Ndio maana tumekuja na maono haya Mungu ametuwekea ndani yetu. Lakini Mungu afungue malango kwenye kila ofisi, huko maofisini Uzima Gospel TV iende, kwenye taasisi mbalimbali, kwenye mikoa, kwenye wilaya. Mungu atufungulie malango kwenye nyumba, lakini Mungu atufungulie malango kwa mtu mmoja kwenye moyo wake. Watu wapokee kile kitu ambacho Mungu ametupa. Biblia inasema ukimpokea nabii kwa kuwa ni nabii utapata thawabu ya nabii. Sisi si manabii, sisi ni walimu. Mungu ametupa huduma ya ualimu, ni wahubiri na walimu wa neno la Mungu. Kwa ukitupokea, kuna ile neema na thawabu ambayo Mungu ameweka ndani yetu, itakuja kwenye maisha yako na kizazi chako.
Wakorintho sura ile ya pili, Wakorintho wa pili sura ya 7 na ule mstari wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 7 na ule mstari wa pili. Paulo aliwaambia Wakorintho wa pili ile sura ya 7 na ule mstari wa pili. Maandiko yanasema tupeni nafasi mioyoni mwenu. Na sisi tumekuja na ombi kukwambia tupeni nafasi mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Tupeni nafasi mioyoni mwenu, tupeni nafasi mioyoni mwenu. Manake Mungu afungue malango. Ukitaka kupokea uzima, uponyaji, kufunguliwa, kuvuka kwenye uchumi, kwenye maisha yako, moja ya kitu lazima kifunguke ni mlango, na mlango mojawapo ni mlango wa moyo wako, mlango wa muda. Kumbuka kwamba kila Jumatatu saa 3:30, kila Jumatano saa 3:30 na Jumamosi, tenga hizo siku na huo muda, tutakuwa tunaungana kwenye madhabahu. Haijalishi tutakuwa mikoani, tutakuwa tumesafiri, tuko kwenye huduma, tutahakikisha kwamba tunasimamia hivi vipindi, mimi pamoja na mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ombi la nne yako maombi 6. Ombi la 4, kwenye hii madhabahu tunataka tuombe nini? Kupatikana kwa majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ombi la 4 ambalo nimekwambia kwamba tuombe kwa Mungu majibu yapatikane. Kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya 22 na ule mstari wa 14. Mwanzo 22 mstari wa 14. Biblia inasema Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova ile, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana inapatikana. Hapa ni mahali ambapo Ibrahimu alienda kumtoa Isaka sadaka kwenye madhabahu. Biblia inasema mahali pale akapaita Yehova ile. Yehova ile maana yake nini? Katika mlima wa Bwana inapatikana. Maana yake katika madhabahu ya Mungu, Mungu anapatikana, majibu yanapatikana, uzima unapatikana, uponyaji unapatikana, kufunguliwa kutapatikana. Bwana Yesu, matokeo chanya yatapatikana katika madhabahu hii ya Uzima Gospel TV. Katika madhabahu hii ya Uzima Gospel TV, Mungu atajifunua, Mungu atatukuka, Mungu atafanya kwa ukuu wake. Kwa tukaombe kwa Mungu kwamba ibebe majibu yaachiliwe. Na agenda ya 5, tuende mbele za Mungu kuondoa kila upinzani na kutangaza ushindi tangu mwanzo. Kazi ya Mungu yote ile ina vita na upinzani wake. Tukatae kila upinzani, tumwambie Mungu asimame upande wetu, upande wa hii madhabahu. Mungu awe mlinzi wetu, Mungu awe mtetezi, Mungu awe msimamizi, Mungu awe mthibitishaji, Mungu awe mfadhili wa utumishi huu na kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awe mfadhili, Mungu awe mfadhili, Mungu awe mfadhili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumwambie Mungu awe mfadhili. Maandiko yanasema Bwana yu upande wangu, msaidizi wangu, kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Hiyo ni Zaburi 118 mstari wa 7. Tumwambie Mungu awe upande wetu, Mungu awe upande wetu sisi watumishi wake, watu mbalimbali wanaotufuatilia, awe upande wako utakayekuwa unafuatilia na kutafuta uso wa Mungu kwenye madhabahu. Mungu ajifunue kwako. Yaani kila Jumatatu liweko neno lako, kila Jumatano ukutane na neno lako, kila Jumamosi yawepo majibu yako kwenye madhabahu. Ninaongea kwa lugha ambayo natamani kila mtu nielewe. Tungeweza kuja leo na somo lingine tukasema jamani, tunaanza maombi ya kufungua uchumi, fungua nini? Mungu amenipa agenda. Mungu amenipa agenda. Nimejiweka chini ya Roho Mtakatifu kusikilizaga maelekezo siku zote napoenda kwenye madhabahu. Kwa amenipa agenda za kuomba kwamba tuanze na hizi agenda. Na kuna watu Mungu anawainua kusimama na sisi kwenye haya maombi. Na Mungu unapoomba pamoja na sisi, Biblia inasema Ayubu alipoombea rafiki zake, Mungu akaondoa uteka wake. Kwa hiyo kuna watu wengine majibu unayapata usiku huu. Na ombi la mwisho la 6 ni kuomba kwa Mungu atuinulie watu wapendao kazi yake, wenye kutupa mkono wa shirika. Kazi ya Mungu yoyote, Mungu afanyagi kazi na mtu tu mmoja. Mungu anapoleta kazi ana watu
aliowakusudia kusimama na kazi yake, kwa njia ya maombi, kwa njia ya ushauri, kwa njia ya sadaka, kwa njia ya mali zao, kwa namna nyingi. Mungu atuinulie watu watakaotupa mkono wa shirika. Kwenye kile kitabu cha Isaya 43 mstari wa 3 na 4, Isaya 43 mstari wa 3 na 4, maandiko yanasema, Mungu, kwa kuwa ulikuwa wa thamani na mwenye kuheshimiwa machoni pangu, kwa sababu hiyo nami nimekupenda. Yanasema kwa sababu hiyo nitatoa watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kuna watu na kabila za watu waliokusudiwa kusimama na haya maono ya Uzima Gospel TV. Yamkini sisi kama ni waanzilishi tu kuonesha kwamba jamani kuna hiki, lakini nyuma yetu tunaamini Mungu atainua watu mbalimbali, wamama, wababa, vijana, watu mbalimbali watakaosimama na kazi ya Mungu. IT, watu wa mitambo. Bwana, sasa hivi hapa niko na ubiri na mke wangu, naye ndio IT huko, ndio anarusha hii live. Mimi niko madhabahuni, mke wangu huko anarusha. Lakini hatutafanya hivi siku zote sisi wenyewe. Tunahitaji Mungu atuinulie watu watakaosimama na kazi ya Mungu, kutupa mkono wa shirika, watakaotuombea, watakaotushauri, watakaosimama na sadaka zao kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali vya kazi ya Mungu. Kwa hiyo tuombe Mungu ainue watu. Unapotuomba Mungu atuinulie watu, unapotuombea Mungu atuinulie watu, wewe na hakika na wewe Mungu atakuinulia watu. Mungu atakuinulia wateja kwenye biashara yako, atakuinulia wateja kwenye taasisi yako. Mungu atakuinulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka tuwe na dakika chache lakini nzuri za kuomba. Dakika chache lakini nzuri za kuomba. Tutapita kwenye maombi na hizi agenda. Tutaanza na agenda ya kwanza ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wa madhabahu hii ya Uzima Gospel TV. Kwa hiyo ninapoenda kuanza maombi haya, mahali ulipo, kama unaweza kusimama huko chumbani tunaomba, lakini hakikisha umeweka sauti inasikika vizuri. Mara popote, hata kama uko kitandani, hakikisha ulali tuombe. Hata kama ni kwa dakika kidogo, lakini naamini kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho kinaachiliwa. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu kweli inanena mema, inanena mema. Damu ya Kalvari hiyo inanena mema. Jesus. Damu ya Yesu, damu inanena mema, damu inanena mema, damu inanena mema, damu inanena mema, inanena mema, damu ina. Twende ombi la kwanza la kumshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wa madhabahu hii na kuanzisha kitu cha Uzima Gospel TV kwa njia ya mtandao na kila mahali unakonisikiliza. Unaweza ukashiriki na sisi kwenye maombi. Anza kumshukuru Mungu, fungua kinywa chako, anza kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, sifa na heshima na utukufu ni vya kwako. Peke yako ni Mungu, peke yako ni Bwana. Asante kwa ajili ya siku ya kwanza ya mwanzo kabisa wa vipindi hivi. Nasi Mungu ukatupa tu kichwa kinachosema karibu sana. Tumeanza vipindi rasmi, nasi tumewakaribisha watoto wako, lakini umesema kabla ya mambo yote unataka dua na sala na shukrani zifanyike. Mungu, unataka tukushukuru, maana maandiko yanasema ni neno jema kumshukuru Bwana. Ni neno jema kumshukuru Bwana. Nasi tunasimama mbele zako, mfalme wa amani. Tunakushukuru kwa ajili ya kuachilia maono haya, kuachilia madhabahu hii, kuachilia utumishi huu ndani yetu. Ninajua wako watumishi wengi unao, Bwana Yesu, una watu wengi ulimwenguni, lakini imekupendeza kupitisha madhabahu hii ya Uzima Gospel TV kupitia kwangu Amosi mtumishi wako na Tusanie mke wangu, ili tuweze kusimama katika mwanzo wa kusimamia madhabahu hii. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya Uzima Gospel TV. Asante kwa ajili ya hii madhabahu. Mungu, nakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa kuchagua kwamba madhabahu ya Uzima Gospel TV itokee Dodoma, itokee Tanzania, itokee East Africa, itokee Afrika, itokee katika majira haya na msimu huu. Bwana,
nami ninakushukuru. Moyo wangu umejaa shukrani katika jina na kwa damu ya mwana kondoo. Sifa na heshima na utukufu tunakurudishia wewe, maana Bwana umestahili, maana Bwana unaweza, maana Bwana ni mwaminifu. Utukufu ni wa kwako, heshima ni za kwako. Tunakushukuru e Bwana, katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kushukuru kwa damu ya mwana kondoo. Asante kwa ajili ya watu uliotupatia e Bwana. Asante kwa ajili ya utakaowaleta kwenye madhabahu hii. Asante kwa ajili ya utakaotuunganisha nao kwa njia ya YouTube, kwa njia ya mtandao, kwa njia yoyote ile e Bwana. Asante kwa ajili ya watu ambao utatuunganisha nao. Asante kwa ajili ya watu ambao Bwana Yesu watafuatilia. Asante kwa ajili ya watu watakaoponywa. Asante kwa ajili ya watu watakaofunguliwa. Asante kwa ajili ya watu watakaolisikia neno lako. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu atakayeachilia majibu kwenye madhabahu hii. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakutukuza katika jina la kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba katika damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Sifa na heshima na utukufu ni vya kwako. Enda ombi la pili. Tuombe Mungu atupe neema ya kuanza na kuendelea na kudumu hata mwisho, hata siku ya kuja kwake Bwana. Baba wa neema, Mungu wa neema, katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo tunaomba neema. Omba neema, nasi tunakuombea na wewe Mungu akupe neema ya kusikiliza na kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia madhabahu hii. Unapotuombea hii neema hii inakuja na kwako pia kwenye biashara na kwenye mambo yako. Endelea kuomba. Omba ukimaanisha. Ni muda mchache lakini kunavuka. Ni muda mchache lakini ukimaanisha Mungu anasikia. Kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Baba wa rehema, tunaomba mkono wako wa wema uwe juu yetu kwa ajili ya madhabahu hii. Kwa damu ya Yesu, njia hii ni ngeni, hatujaipita bado. Tunahitaji neema yako itufunike. Neema yako iende nasi. Kwa damu ya Yesu, mkono wako wa wema utuongoze katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema ya mafundisho, neema ya uponyaji, neema ya uzima, neema ya kuendesha vipindi hivi sawasawa na mapenzi yako, sawasawa na ajenda ya ufalme katika majira haya, katika jina la Yesu. Neema ya kutembea kwenye mapenzi yako kwenye hii madhabahu, tunaomba hiyo neema Bwana. Neema ya kupata chakula kwenye kila kipindi Bwana. Madhabahu isipungukiwe chakula, madhabahu isikaukiwe chakula. Tunaiomba hiyo neema katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, asante kwa ajili ya neema yako ambayo umeiachilia kwenye majira haya kupitia madhabahu hii. Hujawahi anzisha jambo kwa bahati mbaya. Wewe sio Mungu wa hasara. Tunakushukuru kwa ajili ya neema yako ambayo umetufunika nayo. Asante kwa ajili ya neema yako kwenye kila wiki, kwenye kila siku, kwenye kila muda ambao utatupa neema ya kusimama kwenye madhabahu yako. Asante kwa ajili ya hiyo neema ya kulifunua neno lako la uzima kwenye mioyo ya watu. Asante kwa ajili ya kuwavusha wengi, kwa kufunua uzima wako kwenye mioyo ya watu, kulifunua neno lako kwenye maisha yao. Asante Bwana Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, tunaishi neema yako. Hakuna aliyeweza neno isipokuwa amewezeshwa na wewe. Kwa damu ya Yesu, mkono wako wa wema uwe juu yetu. Mkono wako wa wema uwe juu ya kila atakayesimama pamoja nasi kwenye hii madhabahu. Mkono wako wa wema ukapate kuwa juu ya kila mmoja atakayesimama kusikiliza neno lako na kushiriki maombi kwenye hii madhabahu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, neema yako ikamfunike kila atakayesimama kwenye hii madhabahu kuomba. Kwa damu ya Yesu ukamuitikie na kumkumbuka Mungu uliye hai. Kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, endelea kuomba mtu wa Mungu. Kwa damu ya Yesu, ombi letu la tatu linasema kufungua marango ya sisi watumishi wake na Uzima Gospel TV kwenye mitandao yote ya kijamii, miji, mataifa, familia, ofisi, taasisi, mkoa, wilaya, nyumba, kila mtu moja, mioyo ya watu katika jina la Yesu. Ombea mioyo ya watu ipokee madhabahu hii. Kila neno utakapokuwa linakuja kwenye madhabahu, watu wawe na wepesi wa kusikiliza. Ni rahisi mtu kuchukua bando lake kwa ajili ya kuangalia vichekesho, lakini sio neno la Mungu. Ombea mioyo ya watu ifunguke kusikia neno la Mungu la kuwavusha. Kwa damu ya Yesu, Mungu anapotaka kumvusha mtu anaachilia neno, anaachilia maarifa. Anasema ulituma neno lake kututoa kwenye maangamizi.
kwa damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu kwenye mioyo ya watu, achilia damu ya Yesu kwenye Uzima Gospel. Unaweza ukaishika hapo kwenye simu na achilia damu ya Yesu. Marango yafunguke ya Uzima Gospel, yafunguke kimipaka mpaka kimataifa, yafunguke kwenye miji, kwenye mikoa, katika jina la Yesu. Tunaiachilia damu ya Agano Jipya kwenye ulimwengu wa roho, tunaiachilia damu ya Yesu. Marango ya Uzima Gospel yafunguke kwa sadaka ya damu ya Yesu, yafunguke mahali na mahali, yafunguke kwenye mioyo ya watu kwa jina la Yesu. Tunaiachilia damu ya Yesu kwenye mioyo ya vijana, kwenye mioyo ya wazee, kwenye mioyo ya wamama, kwenye mioyo ya wabinti. Tunaiachilia damu ya Yesu kwenye mioyo yao. Mioyo yao ifunguke kupokea neno la Bwana. Mioyo yao ifunguke katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila atakayefungua linki ya Uzima Gospel TV, moyo wake ufunguke kupokea maagizo ya Bwana, kupokea maarifa kutoka kwa Bwana, kupokea kile ambacho Mungu amekikusudia kwenye maisha yao katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, marango ya madhabahu ya Uzima Gospel yafunguke kimataifa, yafunguke kwenye miji, wilaya na vijiji katika jina la Yesu. Watu wengi wapate habari njema ya ufalme wa Mungu kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu. Marango ya Uzima Gospel funguka kwa damu ya mwana kondoo, funguka. Kila mazuio achia kwa damu ya Yesu, kila mazuio achia katika jina la Yesu. Achia, funguka, funguka ya madhabahu ya Uzima Gospel, funguka. Uende mahali na mahali, uende mbali, ufike mbali kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Endelea kuomba ombi letu la 4. Mungu katika jina la Yesu Kristo aachilie majibu kwenye madhabahu. Baba wa neema, Baba wa upendo, Baba wa mwenye nguvu, katika madhabahu hii wewe utapatikana. Biblia inasema Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova ile, akasema maana katika mlima huu Bwana anapatikana. Inapatikana. Maana yake kwenye madhabahu lazima yatoke majibu. Nami ninaomba katika jina la Yesu kupitia madhabahu hii, Mungu wa neema na Mungu wa mwenye nguvu, katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo, achilia majibu kupitia madhabahu hii, majibu kwa ajili ya vijana, majibu kwa ajili ya taifa, majibu kwa ajili ya hiyo ndoa, majibu kwa ajili ya huyo mama, majibu kwa ajili ya watoto wako, katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu unayeishi, Mungu unayefanya, Mungu unayejibu, asante kwa kuwa katika madhabahu hii wewe utapatikana. Katika madhabahu hii njia itapatikana, matokeo yatapatikana, ushindi utapatikana, uponyaji utapatikana, uzima utapatikana. Na huyu anayenisikiliza saa hii, Bwana Yesu, ninatamka uzima kwa ajili ya maisha yake, uzima kwenye mifupa, uzima kwenye maisha yake, katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba wa neema na Baba wa ushindi, asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya fadhili zako. Kila Jumatatu itabeba uzima, kila Jumatano itabeba uzima, kila Jumamosi itabeba uzima. Majibu yatapatikana kupitia hii madhabahu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya fadhili zako, asante kwa ajili ya huyo mama anayefuatilia, asante kwa ajili ya huyo kijana, asante kwa ajili ya huyo baba, asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa ajili ya kila anayesikiliza neno hili na ujumbe huu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako na fadhili zako, katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Sifa ni zako na uaminifu ni wako, katika jina la Yesu Kristo. Katika madhabahu hii, Bwana Yesu, majibu yakapatikane, majibu yakaachiliwe, majibu ya ndoa, majibu ya watu, majibu ya huyo mama, majibu ya huyo baba, majibu ya watoto wako wanapokutafuta kwenye madhabahu ya Uzima Gospel TV, iwe ni kwenye Facebook, iwe ni kwenye Instagram au YouTube. Mungu wakitafuta yeyote mahali popote aliko, ninaomba ukamhudumie. Ninakuinulia mikono na kukuomba kama Sulemani alipoomba siku ile baada ya ujenzi wa hekalu, alikuinulia mikono, Bwana Yesu, akaomba. Nami ninaomba katika jina la Yesu kwamba watoto wako wanapotafuta majibu, basi wakayapate, wakafunguliwe, wakaponywe, katika jina na kwa damu ya Yesu, katika jina na kwa damu ya Yesu. Ombi letu la 5, ondoa kila upinzani. Mwambie Mungu atusimamie, awe mtetezi, awe mlinzi, awe msimamizi, athibitishe madhabahu yake. Baba, katika jina la Yesu, maandiko yanasema wewe uko upande wetu, shujaa mwenye nguvu, shujaa mwenye kuokoa. Kwa sababu hiyo wanaotuchukia na wanaoshindana na sisi wameshindwa. Tunatangaza ulinzi
tunatangaza ushindi, tunatangaza nguvu zako na uweza wako na mkono wako wenye nguvu usimame na hii madhabahu. Bwana, siku zote we Mungu upigane upande wetu, ututetee, utusaidie, utushike kwa mkono wako. Peke yako ni Mungu uliye mwaminifu, peke yako ni Mungu uliye hai. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya fadhili zako, asante kwa ajili ya ukuu wako, asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya upendo wako, katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru, Baba, tunakutukuza, Baba, tunakushangilia. Asante Bwana Yesu, asante Mungu uliye hai, asante El Shaddai, asante Elohim, asante Adonai, asante El Gibo, asante Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako na fadhili zako kubwa na za ajabu mno. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu uliye mkuu. Tupe tena neema katika jina la Yesu, ukatutetee, ukatusimamie, ukaithibitishe kazi yako, ukawe mfadhili katikati ya utumishi huu na madhabahu hii, katika jina la Yesu. Ombi letu la 6, kumbuka nimekwambia omba Mungu atuinulie watu waipendao kazi yake na wenye kutupa mkono wa shirika. Kumbuka unapotuombea sisi namna hii, ombi la namna hii, Mungu ndiye anafanya na kwako. Baba, katika jina la Yesu, tuinulie watu. Bwana Yesu, tuinulie watu watakao tuombea, tuinulie watu watakao tushauri, tuinulie watu watakao sawa na sisi kwa sadaka na mali zao kwa ajili ya kazi yako ya ufalme. Tuinulie watu watakao tupa mkono wa shirika, katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Umetupa tu kufungua maono haya na kuwaonesha watu kitu ambacho umeweka ndani yetu na kwenye taifa letu na kwenye nchi yetu, katika jina la Yesu, na kwenye kizazi chetu. Lakini Mungu, unao watu maelfu, unao watu maelfu, unao watu mamilioni, unao makundi na makundi ya watu ambao ndani yao unaweka mzigo wa kuhakikisha kwamba Uzima Gospel TV inaenda na inafika mahali unataka ifike, inaenda katika mapana yake na katika marefu na kimo na kina, katika jina la Yesu. Tuinulie watu Bwana katika vitengo na ngazi mbalimbali, watakaoshikilia maono haya, watakaotutia moyo, watakaotupa mkono wa shirika kwa ajili ya kazi yako, katika jina na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Unapoomba na Mungu naye anakuinulia watu kwa ajili ya biashara yako, kwenye mambo yako. Endelea tu kuomba, endelea tu kuomba, endelea kuomba. Omba ukimaanisha kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaomba Bwana Yesu, inua watu, fungua macho yao, mioyo yao yatiwe nuru, wakaione neema uliotupa, wakaione neema unayoiachilia kwenye Uzima Gospel TV, wakatupe mkono wa shirika, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunaomba kibali chako kwenye mioyo ya watu, Uzima Gospel kapate kibali kwa wote ambao umewakusudia kushikamana na sisi, kwenda pamoja na sisi kwenye hii safari, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunavaa utukufu wako na kibali chako, tunaivisha hii madhabahu utukufu wako na kibali chako. Kila uliyemkusudia akaipokee kwa moyo wa kupenda na kwa amani, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ikaende mbali, ikaende mbali, ifike mbali. Tunawaita wote ambao Bwana umewakusudia, kaskazini usizuie, mashariki usizuie, kusini usizuie, magharibi usizuie. Njoo kwa damu ya mwana kondoo, njoo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Macho ya mioyo yao yatiwe nuru kwa damu ya Yesu, wajue yapasayo kufanya katika majira na wakati huu, kwa ajili ya Uzima Gospel TV, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na tunazibariki siku zetu ambazo tutakuwa tunaenda vipindi live. Kumbuka nimekuambia ni kila Jumatatu, Jumatano na Jumamosi, siku 3 au mara 3 kwa wiki, Jumatatu, Jumatano na Jumamosi. Muda utakuwa ni usiku saa 3:30, unaanza hadi saa 4:30, saa 3:30 hadi saa 4:30 ndio muda ambao tutakuwa tunaanza. Saa 3:30 naanza hadi saa 4:30. Nami naziweka wakfu siku hizo katika jina la Yesu. Naibariki Jumatatu, naibariki Jumanne, naibariki Jumatatu, naibariki kila Jumatano, naibariki kila Jumamosi, siku ambazo tutakuwa tunazitumia kwa ajili ya kusema neno la Mungu. Na naamini Mungu atatupa nguvu ya kuanza, na ametupa nguvu ya kuanza, atatupa nguvu ya kuendelea na kudumu hata Yesu atakaporudi. Na watu wengi, maelfu kwa maelfu, mamilioni kwa mamilioni, mataifa na watu wa kabila zote na lugha zote na jamaa na watu mbalimbali watashiriki
watu wa mataifa mbalimbali watabarikiwa kupitia hii madhabahu na maono yake yataenda mbali katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu amekuwa mwema, Mungu amekuwa mwaminifu. Leo kumbuka, nimekwambia ni siku yetu ya kwanza, hatujawahi kuanza vipindi live, ndio siku tumeanza kwa mara ya kwanza kabisa, kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo hakikisha una subscribe akaunti yetu ya YouTube, subscribe akaunti yetu ya YouTube ya Uzima Gospel TV, lakini pia watumie na watu wengine waweze kushiriki na kuweza kusubscribe. Kusubscribe maana yake tutakapokuwa tukienda live utakuwa unapata message notification kwenye simu yako kwamba tayari Uzima Gospel TV iko live na Mungu atakuhudumia. Kwa hiyo hakikisha una subscribe na unabonyeza kengele, alama ya kengele, ili upate taarifa kwa wakati, na kila tukiingia live utakuwa wa kwanza kupata message kwenye simu yako moja kwa moja. Usisahau ni Jumatatu, Jumatano na Jumamosi. Weka hizo siku kwenye ratiba yako, ikiwezekana ziandike mahali fulani, unakumbuka kwamba kipindi Mwalimu Amosi na Tusanie Uzima Gospel TV na kwa live Jumatatu, Jumatano na Jumamosi. Muda ni usiku kuanzia saa 3:30. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapoenda kuhitimisha, Mungu akubariki. Na kama una sadaka yako kwa ajili ya kuachilia katika siku hii ya kwanza, kama sadaka yako mbegu, na namba za sadaka ambazo unaziona hapo, na namba za sadaka ambazo zinaachiliwa hapo, kwa unaweza ukashiriki hizo namba za sadaka. Karibu ushiriki. Na kuna akaunti ya huduma ya CRDB Bank, akaunti namba 0152 54 88 62 900, 0152 54 88 62 900. Hiyo ni sadaka yako ambayo inakuwa ni mbegu. Unaweza kama ukamwambia Mungu, naanza kupanda mbegu kwenye hii madhabahu. Uwe na hakika mbegu lazima itazaa kitu kwenye maisha yako. Lakini pia namba nyingine ya huduma, hizo ni namba maalum kwa ajili ya huduma. Sio namba zetu binafsi, ni namba maalum kwa ajili ya huduma. Ni namba maalum kwa ajili ya huduma na madhabahu hii. Ya M-Pesa ni 0758 310 580. 0758 310 580. Na mimi naombea hizo baraka na hizo sadaka. Baba, katika jina la Yesu, wabariki watoto wako, na yeyote ambaye umempa neema ya kushiriki na kuachilia sadaka yake kama mbegu kwenye madhabahu hii katika siku hii ya kwanza. Mungu, ninaomba ukamtendee mema na kumbariki, na hiyo mbegu ikazae kwenye maisha yake. Na mimi namtangazia uzima kwenye ndoa, uzima kwenye biashara, uzima kwenye kazi, uzima kwenye afya, uzima kwenye kila kitu utakachokigusa, uzima kwenye kazi za mikono yako, katika jina na kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki na Mungu akutunze. Tukutane sasa Jumatatu, kesho kutwa Jumatatu, siku ya Jumatatu saa 3:30 hadi saa 4:30 usiku. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Asante kwa kutupa mkono wa shirika. Asante kwa kuungana na sisi. Naona kuna watu wako live wanafuatilia. Asante kwa kushiriki pamoja na sisi. Asante kwa kufuatilia. Na wale ambao mtaendelea kufuatilia na baada ya live hii, neno litabaki mtandaoni. Hakikisha unafuatilia, unasikiliza kitu ambacho Mungu amenipa kusema na wewe katika siku hii ya kwanza kabisa. Usiache kutuombea. Hayo ndio maombi yetu. Usiache kutuombea. Ni mwanzo na njia hii ni ngeni kwetu, hatujaipita hata siku moja. Kwa tunahitaji sana maombi, tunahitaji mkono wa shirika, na Mungu akubariki. Asante na nikutakia usiku mwema. Wale ambao mnaendelea kutoa sadaka, namba za sadaka ni hizo hapo. Itoe sadaka kama mbegu siku yako ya kwanza, na itakuwa baraka. Na Mungu wa neema akubariki, na Mungu wa neema akulinde. Ulale salama na uamke salama, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.